Naam, tukisalia na hayo ya Rais William Ruto, rais atakuwa anazindua miradi kadhaa ya maendeleo katika maeneo ya Bobasi, Nyaribari Chache na Nyaribari Masaba katika kaunti ya Kisii katika siku yake ya 3 ya ziara rasmi eneo la Gusii. Mwanahabari wetu Crispin Otieno amekuwa akifuatilia ziara hiyo na sasa anaungana nasi mubashara kwa mengi zaidi. Crispin. Na mashirima ziara yake Rais William Ruto na ujumbe wake katika eneo zima la Gusii, ziara hiyo inaingia siku ya 3. Hii leo rais akitarajiwa maeneo mbalimbali kama njia mojawapo ya kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti hii ya Kisii. Mapema asubuhi Rais William Ruto alianza ziara yake maeneo ya Mogonga katika eneo bunge la Bomachoge Borabu, kabla ya kufululiza ambaye anatarajiwa kufululiza hadi eneo ambalo tulipo, eneo la Bobasi Nyamache. Nataka tu kukujengea taswira mahali ambapo tulipo hapa. Ni mojawapo ya maeneo ambayo rais anatarajiwa. Sasa tayari tunaona viongozi mbalimbali wanamiminika hapa, hawa wakiwa taasisi ya mafunzo. Hawa ni wakiwa ni wanafunzi wa taasisi ya mafunzo ya Nyamache KMTC, na vile vile tunaona katibu katika wizara ya afya Mary Muthoni ni miongoni mwa viongozi ambao tayari wanaendelea kumiminika hapa kumlaki rais muda wote kutoka sasa mashirima. Hii leo ziara yake rais kutoka hapa atakuwa akizindua ujenzi wa nyumba ama hostels za wanafunzi hao wa Nyamache KMTC, kisha atakuwa akitoka hapa kuelekea maeneo ya Nyaribari Masaba, ambapo vile vile atakuwa akikagua mradi wa ujenzi wa soko maeneo hayo. Na vile vile katika ratiba ya leo rais anatarajiwa pia kufika maeneo ya Ibeno kuzindua mradi wa maji Ibeno, ikiwa ni eneo bunge la Nyaribari Chache, na vile vile atakuwa akielekea katika eneo vile vile katika eneo bunge hilo la Nyaribari Chache pia anatarajiwa katika mahali ambapo kuna ujenzi wa mradi wa kituo cha matibabu ya ugonjwa wa kansa. Eneo hilo shughuli ya ujenzi wa kituo hicho inaendelea mpaka sasa, na mahali nipo tu na wananchi kutoka maeneo mbalimbali eneo hili wakiwa na matarajio si haba kutokana na ziara yake Rais Ruto eneo la Gusii. Wewe kwa mtazamo wako unaitwa nani? Wewe unatarajia nini na kutokana na ziara ya Rais Ruto ya siku 4 eneo nzima la Gusii? Matarajio yako ni yapi? Sana. Kwa majina anaitwa Emmanuel Makuro Mangerere, aspiring MC. Hebu tuambie unatarajia nini? Natarajia kwamba katika development ya Gusii, yeye ni rais ambaye amehakikisha kwamba development inaendelea katika kila eneo bila kupagua, na tunatarajia kwamba endelee na hiyo njia ili tukaweze kuona vijana kuuze talanta. Na pia unaona wakati tunaangalia hapa vijana ni wengi wameajiliwa kufanya kazi hapa. Tunamshukuru rais kwa sababu ameweza kuhakikisha kwamba katika maisha ya wananchi inaendelea kukua kwa njia inayostahili, na ya kwamba tunaomba Mungu aendelee kumpatia hiyo nguvu azidi kusonga mbele, na tunasema ya kwamba 2027. Asante. Okay. Shukrani. Tunaye pia kijana mmoja hapa, wewe ukiwa mkazi wa hapa ikiwa ni eneo la Nyamache Bobasi, matarajio yako ni yapi kuhusiana na ujio wa rais katika eneo hili? Ujio wa rais, hii ni furaha kubwa. Kwanza rais kufika huku ndo tangu ataulie ndo malaka ya kwanza. Tunashukuru sana kwa kufika huku juu akikuja hii ni biashara, ni kuinua biashara kitu kama hiyo. Na rais tunashukuru sana kwa kutupea itengo juu hii ni historia mara ya kwanza hii kitu kufanyika hii katika eneo la Bobasi. Na tunashukuru sana rais. Asante sana. Shukrani. Tukimalizia, wewe unatarajia nini kuhusiana na ziara ya rais eneo la Gusii? Sisi tunapeana shukrani kubwa kwa hii maendeleo yenye amefanya hapa rais. Tunamshukuru sana, tukisema amefanya kitu ya muhimu sana. Hatukuwa tunatarajia mambo kama hii. Sawa, nilikuwa na hiyo tu. Shukrani sana. Na mashirima, ulivyosikia ni hisia tu mseto ya wananchi kutoka eneo hili. Vile vile rais atakuwa akiandamana na viongozi mbalimbali katika serikali ya
ya Kenya Kwanza na vilevile katika serikali jumuishi ya broad base, tutakuwa tukisikia viongozi watakuwa na yapi kuhusiana na jinsi hali ilivyo, mwelekeo wa taifa ama masuala yanayofungamana na siasa nchini. Tutakumbuka kwamba hapo jana alikuwa amezungumzia kile ambacho kinazidi kuendelea katika muungano wa wale viongozi wa ODM na wale wa UDA katika mchakato mzima wa kuhakikisha kwamba wamefanikisha ama ile muungano wa broadbase. Kwa hivyo tutakuwa tukisikia hii leo rais atakuwa anazungumzia masuala kama gani ili kuhakikisha kwamba maendeleo yamefikia wakazi wa kaunti ya Kisii na vile kuhusu jinsi ambavyo mwelekeo wa siasa unavyozidi kuendelea humu nchini. Kwa hivyo tutakuwa tukiyasikia mengi zaidi kutoka kwa viongozi ambao watakuwa wanaandamana na rais pamoja na naibu wake Profesa Kithure Kindiki katika ziara hii ambayo inaingia siku ya 3 katika kaunti hii ya Kisii. Mashirima.